Mashtaka makuu ya jenerali wa Marekani dhidi ya Captain Ibrahim Traore kwamba anatumia vibaya dhahabu za Burkina Faso yaleta hasira barani Afrika. Kama ilivyoada ni kwamba nchi za magharibi zinataka kuendelea kula Afrika, lakini wako baadhi ya viongozi ambao wameonekana kujitambua, wameonekana kusimama, wameonekana kuhakikisha wanalinda rasilimali zao, hawatapanyi mali zao. Kwa mfano, moja taifa la Burkina Faso linaloongozwa na Captain Ibrahim Traore linaonekana taifa hilo kuanza kusimama. Ukitazama kwa sasa wameanza kiwanda chao cha kuweza kusindika nyanya, na wameshafanikiwa. Sasa wanatafuta masoko ya kuweza kuhakikisha bidhaa yao inasambaa barani Afrika na yale mataifa makubwa ambayo wanaoshirika nayo. Lakini yote kwa yote haya, yale mataifa ambayo yalikuwa kitawala mataifa haya yanaona sasa yamekosa sehemu ya kula. Hivyo wanachokifanya sasa ni kutengeneza chokochoko ambayo ilisababisha wa Libya wakaweza kumwangamiza kwa mikono yao mwenyewe mmoja ya viongozi wao makini kweli kweli wa taifa hilo, hayati Comrade Muammar Gaddafi. Leo hii Libya haipo katika hali ya usalama. Je, Waafrika watakubali haya? Je, viongozi na wananchi katika mataifa hayo ambayo Afrika ya Kiafrika ambayo wapo huru watakubali haya? Tuendelee. Dhoruba kali ya ukosoaji imezuka kote barani Afrika kufuatia matamshi ya jenerali wa Marekani Michael Langley, mkuu wa kamandi ya Umoja wa Mataifa ya Afrika AFRICOM, akimshutumu rais wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore kwa kutumia vibaya hazina ya dhahabu ya nchi hiyo kwa ulinzi wa kibinafsi badala manufaa ya taifa. Maoni hayo yalitolewa wakati wa kikao cha hivi majuzi cha Seneti ya Marekani, ambapo jenerali Langley alidai kwamba Traore alikuwa ameelekeza rasilimali muhimu za taifa kwa ajili ya maslahi yake binafsi ya usalama. Kauli hiyo ilipokelewa kwa haraka na vyombo vya habari vya Kiafrika na majukwaa ya kijamii, imeleta upinzani mkali kutoka kwa raia, wanaharakati na wachambuzi katika bara zima la Afrika. Waafrika wengi wanaotumia mtandao wa X, zamani Twitter, wameeleza hasira zao wakishutumu Marekani kwa kuingilia masuala ya uhuru wa mataifa ya Afrika na kuonyesha viwango viwili katika sera yake ya kigeni. Maoni mbalimbali yanasema mtu mweusi asiye na haya, ameandika mtumiaji mmoja akijibu maoni ya Langley akirejelea kejeli ya jenerali huyo Mwafrika akimkosoa kiongozi wa Kiafrika kwa njia ambayo wengi waliona kama ni moja ya mtetezi wa ukoloni mamboleo. Mtumiaji mwingine aliandika, tulijua kitu kama hiki hakika kitakuja kutoka kwa Marekani, lakini nadhani nini tumejiandaa kwa ajili yako wakati huu. Pia ni jinsi gani biashara yako viongozi wa Afrika wanafanya na maliasili zao. Kundi la Sauti lilihoji kwa nini Marekani inasalia kimya juu ya unyonyaji wa kihistoria na unaoendelea na rasilimali za Kiafrika unaofanywa na mashirika ya kimataifa na serikali za kigeni, huku ghafla ikiibua wasiwasi wakati viongozi wa Kiafrika wanadai udhibiti wa mali zao. Wanataka Waafrika wawe ombaomba na sio zaidi. Mimi namwombea Traore azidi kufanikiwa dhidi ya matatizo yote. Hizi ni moja ya hisia za mshikamano wa Afrika dhidi ya Captain Ibrahim Traore. Traore ambaye ameingia madarakani kupitia kipindi cha mpito cha kijeshi mwaka 2022, amejiweka kama mtetezi wa uhuru wa kitaifa, akivutia uungwaji mkono na uchunguzi kwa msimamo wake mkali dhidi ya ushawishi wa kigeni, hasa kutoka kwenye mamlaka ya zamani ya kikoloni na taasisi za magharibi ambazo zimekuwa zikipata moto wa jiwe. Msukosuko huo pia unaonyesha chuki inayoongezeka katika nchi nyingi za Afrika juu ya kile kinachoonekana kama mitazamo ya kibaba kutoka magharibi. Wakosoaji wanasema kuwa matamshi kama haya yanaimarisha simulizi kwamba viongozi wa Kiafrika hawawezi kuaminiwa kutawala au kusimamia rasilimali bila uangalizi wa nje. Wengine wamelinganisha jukumu la Langley na lile la mtekelezaji wa kisasa wa maslahi ya magharibi katika bara. Wengine wanasema hii ndio sababu watu weusi Marekani hawapaswi kuchukuliwa kama Waafrika. Jenerali huyo wa AFRICOM hajajibu chochote, hata serikali ya Burkina Faso nayo haijajibu rasmi madai hayo. Waangalizi wa mambo wanasema mzozo huo unakuja wakati mgumu, huko mataifa kadhaa ya Afrika Magharibi ikiwa ni pamoja na Mali, Niger na Burkina Faso yameshuhudia serikali zinazoongozwa kijeshi zikirudisha nyuma uwepo wa jeshi na ushawishi wa kigeni, hasa ule wa Ufaransa na Amerika. Huku mvutano kati ya utawala wa kijeshi za Kiafrika na madola ya Magharibi ukiendelea kuongezeka, matamshi ya Langley yanaweza kuzorotesha zaidi uhusiano na kuimarisha hisia za kupinga ubeberu zinazoshika kasi katika bara zima.
Wakati huo huo, chama cha Economic Freedom Fighters, chama cha siasa za mrengo wa kushoto cha Afrika Kusini, kimepinga vikali madai ya hivi karibuni ya baraza la Seneti la Marekani dhidi ya rais wa Burkina Faso, Captain Ibrahim Traore. Chama cha EFF cha Afrika Kusini kimekataa madai ya Marekani kuhusu dhahabu ya Burkina Faso. Bunge la Seneti la Marekani, wakati wa kusikilizwa kwa kesi na mwakilishi wa kamandi ya Marekani Afrika, ilimshutumu Traore kwa kugeuza akiba ya dhahabu ya Burkina Faso kwa ajili ya usalama wa kibinafsi badala ya ustawi wa watu wake, tuhuma ambayo EFF imekataa moja kwa moja. EFF imeshutumu madai hayo kama mbinu ya kibeberu ya wazi inayolenga kuyumbisha taifa huru la Kiafrika ambalo linasisitiza udhibiti wa maliasili zake. Katika taarifa iliyotolewa kupitia akaunti yake rasmi ya X, zamani Twitter, EFF imesema, "Tunalaani kuendelea kwa nchi za magharibi kuingilia masuala mataifa ya Afrika na majaribio yao ya kudhibiti rasilimali zetu." EFF inaunga mkono juhudi za Captain Traore za kurejesha dhahabu ya Burkina Faso kwa manufaa ya watu wake na kupinga shinikizo la ukoloni mamboleo. EFF imeelezea madai ya Marekani kama sehemu ya mwelekeo mpana wa nchi za magharibi kuingilia utawala wa Afrika, ikionya kwamba simulizi kama hizo zimeundwa ili kuwanyima uhalali viongozi wanaokataa kutawaliwa na mataifa ya kigeni. Kuthibitisha uungaji mkono wake kwa Traore, chama kilisifu kujitolea kwake kuelekeza mapato ya kitaifa ya dhahabu kuelekea malengo ya usalama na maendeleo. EFF ilisisitiza kuwa nchi za Afrika lazima zidumishe haki ya uhuru wa kuamua jinsi rasilimali zao zinavyotumika bila kuingiliwa na nje. Ilihitimisha kwa kutoa wito kwa mataifa mengine ya Afrika kusimama pamoja katika kupinga juhudi za ukoloni mamboleo kulazimisha sera za ndani kutoka nje ya nchi. Wakati wa kikao cha kamati ya Seneti ya huduma za kivita mnamo Aprili 3, 2025, Jenerali Michael Langley, kamanda wa kamandi ya Umoja wa Mataifa ya Afrika AFRICOM, alitoa taarifa ya mkao ya kamandi 2025 akisisitiza umuhimu wa kimkakati wa bara la Afrika kwa usalama wa taifa Marekani. Wakati akijibu swali la Senator Roger Wicker kuhusu rushwa na hongo inayohusishwa na biashara na China, Jenerali Langley alidai kuwa mapato ya madini ya Burkina Faso pamoja na baadhi ya mtiririko wa kifedha kutoka kwenye ushirikiano wa China ilikuwa yanatumiwa kuendeleza utawala wa kijeshi na utawala badala ya kunufaisha wakazi wa Burkinabe. Akizungumzia wasiwasi mpana zaidi kuhusu ushawishi wa China na Urusi barani Afrika, Langley alisema kuwa chama cha kikomunisti cha China kinataka kutumia bara hilo kama jukwaa la kupanua utawala wake wa kimataifa, wakati Urusi inatumia ukosefu wa utulivu na machafuko kupanua ufikiaji wake. Ili kulinda maslahi ya nchi yetu Marekani, ni lazima tuzuie mataifa haya na watendaji wao wabaya dhidi ya malengo yao katika bara la Afrika. Lakini serikali ya Burkinabe ililaani vikali matamshi ya jenerali wa Marekani, ikiyataja kuwa ya kusikitisha na yasiyo sahihi kabisa. Wizara ya mambo ya nje ilieleza kughadhibishwa na kile ilichokiita madai yasiyo na msingi, ikionya kwamba taarifa hizo sio tu zinapotosha ukweli wa nchi, bali pia zinadhoofisha uaminifu wa uongozi wake. Ilimkosoa Jenerali Langley kwa kutoa madai mengi bila ushahidi na kwa kushindwa kutambua mwelekeo wa sera huru ya Burkina Faso. Serikali ilisisitiza dhamira yake ya kupambana na rushwa, kuendeleza uwazi na kusambaza kwa usawa rasilimali za taifa, ikisisitiza kwamba mageuzi haya yanayoendelea yanaonyesha kujitolea kwake kuwahudumia watu wa Burkinabe. Shukrani kwa Baba ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shaw, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.